Kitabu cha Warumi sura ya 8. Warumi sura ya 8, tuanzie ule mstari wa 12 mpaka wa 17. Anasemaje? Anasema, basi kama ni hivyo, ndugu, tuwadeni, si wa mwili, tuishi kwa kufuata mambo ya mwili. Kwa maana kama tukiishi kwa kufuata mambo ya mwili, mwataka kufa. Bali kama mkiafisha matendo ya mwili kwa Roho, mtaishi. Kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Kwa kuwa hamkumpokea tena roho wa utumwa iletayo hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa wana, ambayo kwa hiyo twalia, Aba, yani Baba. Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu. Na kama tu watoto, basi tu warithi, warithi wa Mungu, warithio pamoja na Kristo, naam, tukiteswa pamoja naye, ili tupate na kutukuzwa pamoja naye. Waraka huu wa Paulo kwa Warumi unatoa mafafanuzi makubwa kwa habari ya asili ya mwanadamu na dhambi na mauti na uzima wa milele. Akianza katika sura ya kwanza, katika mistari ya mwanzo kabisa ya Warumi, anaongea kwa habari ya mwili na roho, namna vinashindana. Anaanza na kusema, sasa, sura ya 8 mstari wa kwanza, sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu, kwa sababu sheria ya roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu imeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Anaiongelea sheria ya roho wa uzima, lakini pia anasema tia sheria ya dhambi na mauti. Anajaribu kutuambia kwamba mwili haupendi kutenda mapenzi ya Mungu. Mwili haupendi kutenda mapenzi ya Mungu, na ndio maana ikaandikwa sheria ya Torati. Kazi ya sheria ya Torati ni kulazimisha mwili kutenda mapenzi ya Mungu. Ndio maana anasema mstari wa 3, maana yale yasiyowezekana kwa sheria, kwa vile ilivyokuwa dhaifu kwa sababu ya mwili, Mungu kwa kumtuma mwanawe mwenyewe katika mfano wa mwili ulio wa dhambi, na kwa sababu ya dhambi aliuhukumu dhambi katika mwili. Anaongea lugha ya ndani kabisa hapa ya kiroho, kwamba sheria aliyoitengeneza Mungu kwa mikono ya Musa, zile Torati hazikuweza kuusaidia mwili kuitenda sheria, kwa sababu ilikuwa dhaifu kwa sababu ya mwili. Yaani ilikuwa dhaifu ile sheria kwa sababu ya mwili hautaki kufanya mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo mapenzi ya Mungu yameshindikana katika sheria ya Torati, na ndio maana mauti haikuondoka. Sasa Yesu anapokufa na kufufuka msalabani, anaishinda dhambi ndani ya mwili. Sasa kwamba sisi, kila mwaminie Kristo automatic anakuwa sawasawa na Yesu, ambaye mwili wake uliishinda dhambi. Sasa ukiendelea kusoma utaona
kwamba nia ya mwili ni mauti. Nia ya mwili ni mauti. Kweli ilibidi Yesu aende kuibadilisha nia ya mwili, badala ya mauti waje kupata uzima. Sasa injili hii tunaokuja kuisoma sisi kuanzia mstari wa 12, anaongea sasa sisi tu wadeni, kwamba sasa lazima tuishi kufuata roho, si kuishi katika mwili, kwamba Yesu sasa ameshalipa gharama. Ile gharama aliyolipa ni ya sisi tukae ndani ya Kristo. Ndio maana anasema, lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamfuati mwili, bali mwaifuata Roho. Lakini mtu awaye yoyote asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo si wake. Na Kristo akiwa ndani yenu, mwili wenu umekufa kwa sababu ya dhambi, bali roho yenu ihai kwa sababu ya haki. Sasa tudeni kwamba tunatakiwa Yesu akae ndani yetu, ili sasa tusifuate matendo ya mwili. Yesu akiwa ndani, kwa lugha ya picha ya Paulo, anaulazimisha mwili, au sio? Anaulazimisha, ni mwili unabadilika, ni mwili unabadilika. Anatumia neno hapa, tulivyosoma hapa, anasema sisi tu warithi. Maana yake tunapompokea Kristo, kwa lugha nyingine, tunakuwa tumeadaptiwa, tumeondolewa, tumechukuliwa na kupewa haki za familia nyingine. Ukisoma Wayahudi hawa walikuwa na mtaratibu mmoja wa kuasili mtu, yani wanamuadapti mtu, kwamba namtoa katika familia moja nampeleka katika familia nyingine. Ule mchakato ulikuwa ni mrefu sana, kwamba ulipokuwa unakamilika ule mchakato ulikuwa unabadilisha kila kitu, mpaka jina, mpaka urithi. Hautorithi kuna nyumba uliotoka, utarithi kwa nyumba ulioenda. Sasa Mtume Paulo akiwa na hiyo dhana, anatuonyesha kwamba tunapokuwa ndani ya Kristo, sisi tunapewa haki zote ambazo yeye amepewa na Mungu Baba yake. Ndio tunakuja katika somo la mahubiri sasa. Anasema basi kama ndio hivyo, tu wadeni sio wa mwili, tuishi kwa kufuata mambo ya mwili. Kwa maana kama tukiishi kwa kufuata mambo ya mwili, mwataka kufa. Bali kama mkiafisha matendo ya mwili kwa roho, kuyafisha matendo ya mwili kwa roho, sio kuyafisha matendo ya mwili kwa mwili. Hautoweza, lazima Roho wa Kristo awe ndani. Kwa lugha nyingine, kinachoanza ni sisi kufanyika wana wa Mungu. Tukishafanyika wana, ndio Roho anatuongoza. Huwezi kuongozwa na Roho kama hujafanyika mwana. Ndio maana anasema kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Kwa hiyo ili uongozwe na Roho wa Mungu, lazima jambo la kwanza uwe mwana wa Mungu. Mtu mmoja aliwahi kusema Roho Mtakatifu ni wa kila mtu. Nikamwambia hapana, lazima uwe mwana wa Mungu, kwa sababu usipokuwa na mwana wa Mungu ndani yake, ile sheria ya mwili itakusumbua. Ile sheria ya mwili ina nguvu. Ile sheria ya mwili haisikilizi chochote, hata mapenzi ya Mungu haitimizi. Sasa kwa sababu hiyo, ili huyu mtu aongozwe na Roho, jambo la kwanza lazima aondolewe kwenye sheria ya mwili. Lazima mwili wake ushindwe, tamaa za mwili wake zishindwe, mawazo ya moyo wake yashindwe, akili yake ya kibinadamu ishindwe. Anafanyika kuwa mwana wa Mungu. Sasa akishakuwa mwana wa Mungu, automatic anaongozwa na sheria ya uzima. Sheria ya uzima yenyewe haipambani na sheria ya mwili, yenyewe inaishi kwenye uzima.
Siku moja niliwaambia watu kwamba ukishaona unashindana na dhambi, bado upo kwenye dhambi. Yani uweze kushindana na kitu ambacho haupo nacho. Ukiwa unashindana na dhambi, tambua bado ile dhambi iko mbele yako. Na ndio maana Mkristo lazima aelewe, ndani ya Kristo hakuna dhambi. Mtu mmoja akaniambia, yani mtumishi, napambana kweli kweli, yani napata na majaribu ya kauzinzi. Nikamwambia huwezi kupata majaribu hayo kama haupo kwenye uwanja huo. Lazima sheria ya uzima ikupeleke, yani ikuhamishe, ikupeleke katika urithi mwingine. Sheria ya uzima lazima ikuondoe, kama ilivyo sheria ya mauti lazima ikuue. The same na sheria ya uzima lazima ikuue, yani lazima hata usione nipo kwenye mashindano, hautaweza kuona, kwa sababu ile nguvu ya Kristo iliyo ndani ya sheria ya uzima ndio inayokuongoza. Na sehemu ya mwisho anaongea kwa kuwa anasema Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu. Kwa lugha nyingine ni kwamba kinachoshuhudia wewe ni mtoto wa Mungu sio wewe, ni ile roho ya uzima, Roho Mtakatifu, roho wa Mungu mwenyewe. Kama tunavyozaliwa nyumbani, wazazi wetu ndio wanatushuhudia kwamba sisi ni watoto wetu. Yani wazazi ndio wanawashuhudia nyie watoto, sisi ndio wazazi wenu, msiingie kwenye nyumba ile kule. Ila wale sio baba zako. Baba zako ni mimi, mama yako ni huyu. Yani ndio wazazi wanamshuhudia mtoto. Kwa hiyo mtoto anaamini kwamba baba yangu ni fulani. Utamwona mtoto anaenda kwa nyumba ya jirani, baba hawezi kuita baba nyumba ya jirani, kwa sababu kashuhudiwa. Si kama mnanielewa? Yani Roho Mtakatifu anakushuhudia, sio wewe kwamba, sio wewe unajisema mimi. Yani wewe unakuja kuita baba baada ya kushuhudiwa na Roho Mtakatifu, kama tunavyozaliwa katika nyumba zetu. Tunawaona, tunawatambua. Mfano, unaweza ukalelewa na mzazi hata kama sio mzazi wako, lakini ukashuhudiwa, huyu ndo baba yako, huyu ndo mama yako. Atakaye kuja kuharibu ufahamu wako ni yule atakayekuja kukushuhudia kwamba we bwana, wewe hapo walikuwa dati, wewe hujazaliwa hapa, wewe ulizaliwa sehemu fulani. Ndio hapo unaanza sasa kupata sasa picha nyingine, toka ushuhudiwe. Sasa na sisi vile hivyo, Roho mwenyewe hutushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu, na si tu watoto, lakini pia tu warithi. Aishi tu kuwa mtoto, lakini anaenda pa kwenye urithi, kwamba vilivyo vya baba yenu ni vya kwenu. Na baba yenu ana nini? Baba yenu ana uzima. Baba yenu ana nini? Baba yenu ana maisha tele. Baba hivyo. Kwa hiyo inakuwa sehemu ya warithi. Ndio Paulo anachokisisitiza kwamba maisha mapya ndani ya Kristo anamaanisha kuishi katika hali ya uzima na kuwa mrithi wa ufalme wa Mungu. Na mwishoni kabisa katika sura hii anaongea kwa habari ni nini kitachoweza sasa kututenganisha na upendo wa Kristo. Kisoma katika sura ile ya 36 ukisoma vizuri utaona 39 hii ya mwisho
anaongea, anasema kwa maana nimekwisha kujua hakika ya kwamba wala mauti wala uzima wala malaika wala wenye mamlaka wala yaliyopo wala yatakayokuwapo wala yenye uwezo wala yaliyo juu wala yaliyo chini wala yaliyo ya kiumbe kinginecho chochote hakitaweza kututenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu Bwana wetu. Hakitoweza kututenga na upendo wa Mungu. Sehemu nyingine nasema ni nini kinaweza kututenganisha na upendo wa Mungu? Maana yake tunapokuwa katika maisha mapya, ule upendo katika Kristo hauondoki na hakuna kinachoweza kututenganisha. Na ndio maana ukiona watu wanatenganishwa na majaribu, ukiona watu hawatenganishwa na vyeo, Paulo anasema hapa vizuri kabisa, anasema yani, nimekwisha kujua hakika ya kwamba wala mauti wala uzima wala malaika wala wenye mamlaka wala waliopo wala yatakayokuwapo, anaongea hata kama yatakayokuja, sio tu yaliyopo. Leo hata makanisa yamewatenganisha watu na upendo wa Kristo. Leo dini mbalimbali zimetenganisha watu na upendo wa Kristo. Leo wenye mamlaka mbalimbali wamewatenganisha watu na upendo wa Kristo. Paulo anasema hajakiona. Anamaanisha kwamba mtu anapokuwa ndani ya Kristo aongozwi na dini, anaongozwa na Roho wa Mungu, aongozwi na mapokeo, yani aongozi na torati, aongozi na utaratibu wa mtu, hata utaratibu, yani anaongozwa na Roho wa Mungu. Natamani watu wakalifahamu hili somo kwamba unapoongozwa na Roho wa Mungu hakuna kinachoweza kukutenganisha na huyo Roho wa Mungu. Hakuna, iwe dhiki iwe njaa, hakuna. Kuna watu wakutana na dhiki tu wakajitenga na Mungu, lakini Paulo anasema hakuna kinachoweza kututenga na upendo wa Mungu. Ni maombi yangu tena siku ya leo tukapate kumjua Mungu mleta uzima, na tumuelewe na tumfuate. Wapendwa, tupo katika majira ambayo Yesu anahubiriwa lakini kwa masharti mengi sana. Yesu anahubiriwa kwa masharti mengi sana. Tulisafiri wafanyakazi hapo ofisini, tulienda Arusha wiki iliyopita. Wakati tunarudi tukapanda basi moja, siwezi kulitaja, lakini tunaporudi walifanya sala kwenye ile ibada, kwenye ile safari. Yule mhudumu, nilikaa pale mbele, yule mhudumu aliongoza maombi na aliomba. Alipomaliza kuomba, ndani ya sala yake hakuna Yesu. Yani hiyo sala yote hiyo Yesu hajatajwa. Sasa mimi kile kitu kilinisumbua, sikusema pale asubuhi tunavyoondoka, lakini kadri muda unazidi kwenda, yale maombi ya yule binti alikuwa anazunguka kichwani mwangu, na sielewi kwa nini anazunguka kichwani mwangu. Ikabidi sasa tulivyoshuka mahali nimuulize, nikamwambia umeomba vizuri sana. Tena mpaka nikamtania, nilikuwa tumekaa karibu na secretary, nikamwambia haya maombi hata wainjilisti wetu hawezi kuyaomba haya. Hebu ngoja tumuulize, umeomba vizuri sana, lakini katika sala yako kuna kitu kimoja sijakielewa. Mbona hujataja Yesu? Nilienda very direct. Mbona hujataja Yesu? Mimi maombi bwana, yanapokosa jina la Yesu yanakuwa sio maombi. Na yule binti akunificha, alikuwa muwazi, akaniambia anijui mimi ni mchungaji wala nini, akaniambia tu matajiri wetu wametukataza kutumia jina la Yesu kwa sababu humu ndani wako watu wenye imani mbalimbali. Umeona, amenijibu kitaalamu kabisa kwamba tajiri wa basi ametuzuia, ametuambia tusitumie jina la Yesu.
na nyie mnabidi mwanze kufuatilia hayo maombi yanayofanyika huku duniani. Unaweza ukajikuta umefanyishwa maombi ya mzimu wa tajiri bila we kujua kama ni maombi au ni nini. Sasa nilivyotafakari lile neno, yani lilinisumbua, nikajikuta tunamwambia tu msio mnaomba basi, yani hii kipengele cha kuomba kitoeni, semeni tu jamani, kila mtu asali kwa dini yake. Mtu asali kwa dini yake. Hivi mnawapotosha, mnawaingiza watu kuzimu. Yani nilikuwa mkali ghafla tu. Nasema hivi mshatuombea kwa miungu yenu. Sasa Mungu gani ambaye Yesu hayupo? Mungu gani ambaye Yesu hatajwi katika, na hata Yesu asema lolote muombalo ombeni kwa jina langu, kwa njia ya jina langu. Kwa hiyo tupo katika mazingira ambayo hata dini, hata maombi, hata imani zimetutenganisha na upendo wa Kristo. Leo hii tutoke na hili neno kwamba tusitenganishwe na upendo wa Kristo, na Mungu alibariki neno lake tangu sasa na hata milele. Amen. Basi tumshukuru Mungu, tumshukuru Mungu kwa sadaka zetu, na tuombee tena ibada zinazoendelea kesho, na tuwaombee wale ambao watachaguliwa kesho. Tutapendekeza majina 5 ya wale wasimamizi wa uchaguzi wa baraza la wazee. Kwa hiyo tuombee wote akapate kuwa mema na utukufu wa Mungu apate kufunika, na tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, tunasema asante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Tunayakabidhi yote mikononi mwako. Tunaziombea ratiba zote siku ya leo, tunaziombea familia zetu, tunayaombea majukumu yetu mbalimbali tutakayokuwa nayo. Roho Mtakatifu, tunasema asante, kwa maana hata katika haya yote tumeendelea kuona mkono wako. Basi tunakabidhi na shughuli zote za kesho katika ibada zetu zote ambazo Mungu zitaendelea kufanyika, zikapate kibali mbele zako na utukufu wako kapate kutufunika, katika Kristo Bwana Mwokozi wetu nimeomba na kuamini. Bwana Yesu, umesikia. Amen. Amen. Basi wapendwa, mbarikiwe na Bwana, na tutakiane siku njema na yenye baraka, na neema ya Mungu itufunike. Mwamba wa nguvu, kiongozi wangu, fimbo mkononi, mkate wa uzima, chemchem ya